Kwanza ni habari za dunia na Florian Kaijage. Naibu kiongozi wa chama cha SPLM-IO huko Sudani Kusini, Oyet Nathal Pierino, amesema kukamatwa kwa makamu wa kwanza wa rais wa Sudani Kusini, Riek Machar, kumevunja mkataba wa amani wa mwaka 2018 uliomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 5 nchini humo. Msafara wenye silaha ukiongozwa na maafisa wakuu wa usalama akiwemo waziri wa ulinzi uliingia katika makazi ya Machar katika mji mkuu Sudan Kusini, Juba, na kuwanyang'anya silaha walinzi wake siku ya Jumatano, chama chake kiliarifu. Chama hicho kiliongeza kuwa Machar alikamatwa pamoja na mkewe Angelina Teny ambaye ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi hiyo. Serikali bado haijatoa tamko kuhusu taarifa za kukamatwa kwa Machar nyumbani kwake. Washirika wakuu wa kibiashara wa Marekani wamelaani tangazo la Rais Donald Trump la ushuru mkubwa wa uagizaji wa magari na vipuri vya magari vinavyoingia Marekani. Ushuru wa 25% unatarajiwa kuanza kutekelezwa wiki ijayo. Ujerumani na Ufaransa zipokea taarifa hizo na kuzita habari mbaya sana na kutaka jibu thabiti kutoka Umoja wa Ulaya. Japan imesema itazingatia aina zote za hatua za kukabiliana na hatua hiyo. Hisa za watengenezaji wa magari na vipuri vya magari nchini Japan, Korea Kusini na katika masoko ya Ulaya zimeshuka kutokana na taarifa hiyo. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari mjini Seoul, waziri wa viwanda wa Korea Kusini, Ahn Dok-geun, amesema ushuru huo wa Marekani utasababisha hatari kubwa kwa watengenezaji wa magari wa nchi yake. Takriban 50% ya mauzo ya nje ya magari yetu yanakwenda Marekani. Kwa hivyo kuna wasiwasi kuhusu mdororo mkubwa wa sekta ya magari. Matatizo yatakuwa makubwa zaidi, sio tu kwa watengenezaji wa magari yaliyokamilika, lakini pia kwa wasambazaji wa vipuri vya magari hayo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ni mwenyeji wa mkutano wa kilele wa viongozi wa Ulaya na washirika wengine wa Umoja wa Kujihami wa nchi za Magharibi NATO huko Paris kujadili usalama wa Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ni miongoni mwa wakuu wa nchi za serikali wanaojitahidi kuendeleza mkakati wa kijeshi katika kukabiliana na uhusiano na uzorota baina yao na Marekani. Mazungumzo hayo yatazingatia masuala kama vile msaada wa kijeshi kwa Kiev na ni dhamana gani ya usalama ambayo washirika wanaweza kutoa ikiwa kutakuwa na usitishaji vita kamili ikijumuisha askari walioko ardhini nchini Ukraine. Wakati huo huo, Moscow imeishutumu Uingereza na Ufaransa kwa kupanga njama za kuivamia kijeshi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Takriban watu 6 wanahofiwa kufariki dunia na wengine 9 kujeruhiwa baada ya nyambizi ya watalii kuzama katika ufuo wa mji wa Hurghada wa bahari ya Shamu mapema Alhamisi, vyanzo vya ndani vimeiambia BBC. Watu wengine 29 wameokolewa. Martha Saranga ana maelezo zaidi. Majeruhi wakiwemo 4 waliokuwa katika hali mbaya walihamishiwa katika hospitali za jirani. Katika chapisho la kwenye mtandao wa Facebook, balozi wa Urusi nchini Misri umesema abiria 45 walikuwa kwenye chombo hicho wakiwemo watoto na kuthibitisha kuwa wote ni raia wa Urusi. Bado yanangojewa maelezo zaidi kuhusu tukio hilo, lakini ubalozi wa Urusi nchini Misri unasema watalii wote waliokuwa kwenye meli hiyo walikuwa Warusi. Chapisho hilo linaongeza kuwa watu 4 wamefariki na wanasubiri taarifa kuhusu abiria wengine kadhaa, lakini vyanzo vingine vimeiambia BBC kuwa waliofariki dunia ni watu 6. Taarifa hiyo imesema tukio hilo lilitokea majira ya saa 10 saa za huko, takriban kilomita kadhaa kutoka ufukweni. Na mwanariadha mwenye ulemavu raia wa Urusi Nikolai Parukin amepokonywa medali zake kwa makosa ya kukiuka sheria za kupinga matumizi ya dawa za kusimua misuli miaka 11 baada ya kuzishinda kwenye michezo ya Olimpiki ya walemavu ya majira ya baridi ya mwaka 2014 huko Sochi, Urusi. Mahakama ya kimataifa ya walemavu ya kimataifa IPC ya kupinga matumizi ya dawa za kusimua misuli ilibaini kwamba mwanariadha huyo alitoa sampuli za mkojo ambazo ziliharibiwa wakati wa michezo hiyo, tukio lililofichwa na kamati iliyofadhiliwa na Urusi. Hii ni BBC. Na taarifa kuu za dunia zimesomwa na Florian Kaijage. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Magharibi mwa Kenya, matangazo haya utasikia kupitia West FM. Nchini Tanzania unapokea kupitia Radio 5 na Radio Free Africa, na kule DRC unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano kule Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia kurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Hii leo
uko nami Beldin Walieula nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Regina Mziwanda akiwa kule Dar es Salaam. Regina, Nairobi kuna kibaridi, siji Tanzania. Kimvomvo fulani, hali imepoa, mashallah, utulivu kabisa. Shukrani. Tuende kazi. Na msikilizaji, karibu tuanze yale tulokuandalia jioni ya leo. Ni kwamba wengi wa washirika wakuu wa kibiashara wa Marekani wamelaani hatua ya Rais Trump ya kutoza ushuru mpya wa 25% kwa uagizaji wa magari ya kigeni aina ya Salvo. Hatua hiyo ikiwa ni kuongezeka kwa vita vya kibiashara. Utekelezaji wa mabadiliko hayo unatarajiwa kuanza Aprili 3 mwaka huu. Katika kujibu hatua hiyo, Waziri Mkuu wa Japan Shigeru Ishiba amesema serikali yake inazingatia kila aina ya hatua za kukabiliana na hali hiyo. Maelezo zaidi na Hamida Abubakari. Washirika wa kibiashara wa Marekani wamekashifu tangazo la Trump kuwa ataongeza ushuru zaidi wa magari na sehemu tofauti za gari zinazoagizwa nchini Marekani. Nyongeza ya 25% kwa magari itaanza kutekelezwa juma lijalo. Ujerumani na Ufaransa wamesema tangazo hilo la Trump ni taarifa mbaya na kusema Umoja wa Ulaya utajibu hatua hiyo. Japani imesema inapanga kujibu hatua ya Trump kwa kutumia mbinu zote ambazo wanazo. Hisa katika makampuni ya magari ya Japan, Korea Kusini na Ulaya zilianguka baada ya tangazo la Marekani. Akizungumza mjini Seoul, Korea Kusini, waziri wa viwanda wa taifa hilo An Du-gen amesema ushuru zaidi utaathiri kampuni za kutengeneza magari. Zaidi ya 50% ya magari tunayotengeneza tunayauza Marekani. Kwa hivyo kuna wasiwasi kuhusu jinsi sekta ya magari itaathirika. Athari itakuwa kubwa kwa wauza magari na sehemu za magari. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa China Guo Jiakun ameishtumu Marekani kwa kukiuka sheria na kanuni za shirika la kibiashara duniani. Tumeona kwamba washirika wakuu wa kibiashara wa Marekani tayari wamejibu mmoja baada ya mwingine kwamba hakuna washindi katika vita vya kibiashara au vita vya ushuru. Hakuna maendeleo au ustawi wa nchi ambayo yamepatikana kwa kuweka ushuru. Hatua za Marekani zinakiuka sheria za shirika la biashara duniani WTO na zinadhoofisha mfumo wa kibiashara wa kimataifa unaozingatia sheria na maslahi ya pamoja ya watu wa nchi zote. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney ameutaja ushuru huo kama mashambulizi ya moja kwa moja kwa wafanyikazi wa Canada. Akizungumza na waandishi wa habari, Waziri Mkuu wa Ontario Doug Ford ameahidi kuendeleza mapambano. Sitaki kuumiza majimbo mengine juu ya hilo, lakini ninaweza kukuhakikishia jambo moja. Tutahakikisha kwamba tunasababisha maumivu mengi wezekanavyo kwa watu wa Marekani bila kuumiza idadi ya watu wa Canada. Na ndiyo sababu tumefanya raundi mbili za bilioni 30 na mwisho bilioni 65 itatuumiza. Lakini mara kadhaa nimezungumza na watu wanaoenda kwenye tukio, na niwe wazi, tuna uamuzi wa namna mbili tu hapa. Tunaweza kubadilika kama nchi, na yeye yani Trump anatuendesha zaidi ya mara 15 na kupata anachotaka, au tunahisi uchungu kidogo, au tunapambana zaidi kama ambavyo hatujawahi hapo awali. Sekta ya magari ya Japani na mauzo makubwa ya nje kwa Marekani. Waziri Mkuu wa Japan Shigeru Ishiba amesema serikali yake inapania kujibu hatua ya Trump. Lazima tuzingatie maslahi ya Japan. Tunaomba sana Marekani isitoze ushuru wa 25% kwa Japani. Kuna njia tofauti za kuangazia hili. Tunapaswa kufikiria ni ipi iliyo bora zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hatua ambayo ameitangaza ni ya kukuza soko la magari yanayotengenezwa Marekani pamoja na kutengeneza nafasi za ajira zaidi. Naam, asante Hamida. Nchini Uganda, baadhi ya waathirika wa mafuriko katika mji mkuu Kampala wameitaka serikali na mamlaka husika kuwasaidia katika kukabiliana na athari za mkasa huo. Mafuriko hayo yametokea baada ya mvua kubwa kunyesha jana asubuhi na watu 7 kufariki dunia, wakiwemo watoto 2, na kusababisha hasara kubwa kwa mali. Mwandishi wetu wa Kampala Shuaib Ibrahim anaarifu zaidi. Huku msimu wa mvua ukirejea, idadi kubwa ya wakazi nchini Uganda wameupokea kwa faraja, hasa baada ya kipindi kirefu cha jua kali. Lakini kwa baadhi yao, hasa mjini Kampala na vitongoji vyake, mvua kubwa ilionyesha Jumatano asubuhi na kusababisha mafuriko imewaacha na makovu. Polisi imethibitisha vifo vya watu 7, wakiwemo watoto 2 kufuatia mafuriko hayo. Morris Kabugo ni mkazi katika eneo la Bukoto, moja ya viunga vya mji wa Kampala, ambako watoto 2 walisombwa na maji katika mafuriko hayo. Heavy rains
started at exactly 5 in the morning. Mvua kubwa ilianza kunyesha saa 11 asubuhi, na wakati huo mama huyo alikuwa amewaacha ndani watoto wake wawili kwenda kusaka riziki, na wakati mvua ilipoanza hakuweza kurejea nyumbani. Kwa bahati mbaya alikuwa amepanga nyumba karibu na mtaro mkubwa wa maji. Ulipofurika, maji yalisomba makazi yake na kila kitu. Washed out the house and took every property of her. Mafuriko hayo pia yalisababisha mparaganyiko katika usafiri, huku barabara kadha zikifurika maji na kushindwa kupitika. Katika mtaa wa Kamwocha, baadhi ya viongozi wamekuwa wakitoa matangazo ya kuwaita wakazi kwenye mikutano maalum kujadili kuhusu hatua itakayofuata baada ya mafuriko hayo. Please kindly, there's a brief meeting called upon by KCCA. The meeting is so urgent enough that you have to attend by must if possible. Katika mtaa huu, idadi kubwa ya wakazi wanajishughulisha na biashara ndogo ndogo, lakini kiasi kikubwa cha mali yao kilisombwa na maji. Nimeathirika sana. Nimeingia katika hasara ya mamilioni ya pesa kwa sababu hili ni duka la jumla. Bidhaa zangu nyingi zimeharibika. Sabuni, mchele na unga vyote vilijawa na maji na vingine kusombwa. Sikubakiza kitu chochote isipokuwa chupa chache za soda ambazo ziliweza kuelea juu ya maji. Baadhi ya wakazi wamenyoshelea kidole cha lawama halmashauri ya mji wa Kampala kwa kile wanachosema kushindwa kupanga ipasavyo mfumo wa maji machafu na kuiomba serikali kuwasaidia kufuatia mkasa huo. Singa government never inetwara uvunanyizibwa. Ninaiomba serikali kuchukua jukumu la kuboresha mfumo wa maji machafu katika mji. Pia ninaomba kutoa msaada kwa familia za waliopoteza wapendwa wao. Kwa mfano, hapa kumetokea vifo vya watoto wawili na mtu mzima. Kinachotuudhi zaidi ni kwamba licha ya makazi haya kufurika maji mara kwa mara, halmashauri bado inatutaka kulipa kodi. Hata hivyo, naibu mkurugenzi wa idara inayoshughulikia na kupanga makazi katika halmashauri ya jiji la Kampala, Ivan Katongole, amesema mafuriko hayo ni kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayoshuhudiwa kote duniani, pamoja na baadhi ya wakazi kutupa taka kiholela na kuziba mifereji ya maji. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala. Na kuhusiana na taarifa hiyo ya Shuaib Ibrahim, baba yetu Saloni anasema yuko Olkokola, Arusha, Tanzania. Poleni sana ndugu zetu huko Kampala kwa janga la mafuriko. Na Wengusa Heke anasema yuko Tabora Kaliua pale, anasema BBC ni kwa nanyi daima, na mimi nakushukuru, asante sana. Umivu Kihonza unasema niko Iringa Kiodombi, unasema utawala wa Trump umekuwa ni gumzo. Na mwingine huyu ni hii ni BBC. Na ni saa 1 kasoro robo Afrika Mashariki, sawa na saa 12 kasoro robo kwa Afrika ya Kati. Habari kuu katika Dira ya Dunia jioni ya leo ni pamoja na Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa asema washirika wa Ulaya wataendelea kuisaidia Ukraine na jeshi lake. Makamu wa kwanza wa Rais Riek Machar huko Sudan Kusini awekwa katika kizuizi cha nyumbani pamoja na mkewe. Washirika wakuu wa kibiashara wa Marekani wailaani hatua ya Rais Donald Trump ya kutoza ushuru wa 25% kwa uagizaji wa magari ya kigeni na kuchochea vita vya kibiashara. Hii ni BBC. Na msikilizaji, kama ndiongana nasi bado ndo tumeanza. Jina langu ni Beltine Waliaula nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Regina Mziwanda akiwa kule Dar es Salaam. Msikilizaji, pia matangazo haya, taarifa zaidi unazipata kwenye mtandao wetu wa bbcswahili.com, ambapo taarifa nyingi pale kama vile, je, upweke una athari gani kiafya? Jamani, kukaa peke yako pia kuna tabu, kuna athari zake. Mzozo wa DRC unavyotia majaribuni mahusiano ya kidiplomasia ya China. Soma taarifa hiyo kwenye mtandao wetu wa bbcswahili.com.
Alafu pia Zelensky, rais wa Ukraine, anasema Putin atafariki hivi karibuni na kila kitu kitakwisha. Hayo ni maoni yake pale, tumeangazia pale kwa kina. Na baada ya Ukraine Urusi kushambulia nchi hii, nchi tatu zina haha kujilinda dhidi ya Putin. Utasoma pale jinsi mataifa ya Ulaya yanajiandaa kujilinda dhidi ya Putin kuwashambulia. Taarifa hizi msikilizaji zipate kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com. Na kwenye taarifa zetu zaidi kule Sudan Kusini ni kwamba kuzuiliwa kwa makamu wa kwanza wa rais wa taifa hilo Riek Machar kumevunja mkataba wa amani wa mwaka 2018 uliomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 5 nchini humo, chama chake kimesema. Esther Lombano na maelezo zaidi. Msafara wenye silaha ukiongozwa na maafisa wakuu wa usalama akiwemo waziri wa ulinzi uliingia katika makazi ya Machar katika mji mkuu wa Juba na kuwanyang'anya silaha walinzi wake siku ya Jumatano, kilisema chama cha Sudan's People Liberation Movement in Opposition. Machar alizuiliwa pamoja na mkewe Angelina Teny ambaye ni waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo, chama hicho kiliongeza. Kukamatwa na kuzuiliwa kwa Dr. Riek Machar kunasababisha makubaliano ya amani kuporomoka, alisema naibu kiongozi wa SPLM-IO Oyet Nathaniel Pierino. Serikali bado haijatoa tamko juu ya kuripotiwa kukamatwa kwa Machar nyumbani. Akiwahutubia viongozi wa kidini siku ya Jumatano, Rais Salva Kiir alisema hatawahi kuirejesha nchi vitani. Umoja wa Mataifa umekuwa ukionya kuwa Sudan Kusini iko kwenye ukingo wa kurejea kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe kufuatia kuongezeka kwa mzozo kati ya Machar na rais ambao umeendelea kwa wiki kadhaa. Viongozi hao wawili walikubaliana mnamo Agosti 2018 kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoua karibu watu 400,000. Lakini katika kipindi cha miaka 7 iliyopita, uhusiano wao umezidi kuwa mbaya, huku kukiwa kuna mivutano ya kikabila na ghasia za hapa na pale. Naam, ni taarifa yake Esther Luambano. Na kufuatia taarifa hiyo, awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kikanda Ibrahim Rahbi kutaka kufahamu kwa kina juu ya mvutano unaoongezeka baina ya Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar, ikiwemo taarifa ya kukamatwa kwake. Je, kumesababishwa na tofauti zao ama kuna jingine? Serikali ya Sudani Kusini haijatoa taarifa rasmi ambayo inazungumza kuhusu kukamatwa kwa makamu wa kwanza wa rais. Ni kama vile wanakwepa kulizungumza hili moja kwa moja, lakini taarifa ambazo zimekuwa zikienea tolewa na wafuasi wake na vyombo vya habari kadhaa vimelizungumza hili swala la kushikiliwa kwenye makazi yake, kuwaondoa walinzi wake kule Juba na kuchukua doria. Tunapozungumzia wanaomuunga mkono, maandamano yanaendelea na vurugu zinaendelea, lakini tunapozungumzia zaidi kubwa kuliko yote katiba. Sasa je, Rais Salva Kiir yeye amekiuka katiba kwa namna moja ama nyingine kwa kumweka kizuizi cha nyumbani makamu wake wa rais? Bila shaka amekiuka kiapo cha katiba, kwa sababu huyu ni kiongozi ambaye ana kinga ya kutokukamatwa kwa mujibu wa katiba ya Sudan. Lakini si nje hapo, ameenda kukiuka makubaliano ya mkataba uliowaweka pamoja kwenye muungano, kwa sababu unakumbuka vita yao iliyochukua miaka kadhaa nyuma walipigana sana. Walipokwenda kwenye makubaliano, katika yale makubaliano yalikuwa ni makubaliano ya kugawana nafasi, madaraka na heshima, lakini kumekuwa na mashambulizi kama ya upande mmoja, kwa sababu taarifa ukizipata zinakuonyesha kuwa zikitoka upande wa serikalini wanadai kuwa jeshi la White Army ambalo linaungwa mkono kiasi kikubwa na makamu wa kwanza wa rais limekuwa likifanya mashambulizi baadhi, lakini upande wa pili ukiangalia wanasema kuwa hapana, wao wamekuwa kwenye mashambulizi ya serikali, na ndio mawaziri wanaotokana na muungano wa serikali upande wa pili wa makamu wa rais pia na wenyewe ukiliwa kwa muda hivi sasa. Kwa hiyo hali inavyokwenda, upande unataka kuonyesha kama umoja ndio wenye matatizo na kila upande unaonyesha hivyo, lakini unaona makabiliano makali sasa nje ya Juba ya kijeshi ya silaha yametokea na kwingine yameripotiwa. Sasa hii ni ishara ya kuonyesha tu kuwa huenda Sudani ikatumbukia kule kule ilikotoka. Mapigano kati ya vikosi vinavyowatii viongozi hawa wawili, Riek Machar makamu wa rais na rais mwenyewe Salva Kiir, yameongezeka karibu na mji mkuu wa Juba, na kuna hofu kwamba kukamatwa huko kunaweza kusababisha ghasia kubwa zaidi. Sasa kwa uchambuzi wako, kuna yaweka wapi makubaliano ya amani ya nchi hiyo? Mpaka sasa makubaliano ya amani yako kwenye hali tete kwa vyovyote vile, kwa sababu kinachoonekana ni ukiukwaji mkubwa wa hayo makubaliano, lakini siasa ya Sudani bado imeendelea kubeba kitu ambacho hakieleweki kinadharia kuwa Wasudani wanataka kufanya nini, kwa sababu kile kinachotokea ndani ya Sudani Kusini unachokiona ni kile ambacho huenda pia ingetokea kwa jirani zao ingekuwa kama wangefikia pale, kwa sababu hawa viongozi wa Sudani Kusini wakivutana ni viongozi
viongozi wa kisiasa wakiwa na makundi ya kijeshi, yani kuwa ni viongozi wa kisiasa ambao nyuma yao kuna magenge yenye silaha ambayo yanawasupport, au unaweza kusema kuna jeshi lakini kuna kikosi kingine cha kijeshi ambacho kinamuunga mkono makamu wa rais, ambaye ukitazama muundo wake na matatizo walivyokuwa wanataka kwenda kuyamaliza yalikuwa ni mfano vile vile matatizo ya Sudani ya Khartoum, kwa sababu kikosi cha Riek Machar kilikuwa kinatakiwa kijiunge na jeshi kuu la Sudani. Sasa ni yale yale tu kuwa ya RSF kujiunga na jeshi la Sudani, ambapo unakuja unakataa, yanatokea ya kutokea. Sasa ukitazama ni kama vile copy and paste kwa upande mmoja. Hii hali haiwezi kuwa salama kwa kukaa na nchi ambapo kuna vikundi ambavyo vinaungwa mkono na vyenye silaha na ambavyo haviwezi kudhibiti kwa mujibu wa katiba au kwa njia yoyote. Hii ni hatari sana kuweka silaha ndani ya nchi ambapo huwezi kudhibiti. Ibrahim, unataka kuniambia hicho unachozungumza hivi sasa ndicho kinachomgharimu Riek Machar pamoja na viongozi wale wanaompinga Rais Salva Kiir? Nje ya hicho ambacho nimekizungumza na hichi ninachokwambia ni kuwa bado Sudani huwezi kuitoa kwenye ile nadharia ya nchi ambayo inaendeshwa kuwa na nguvu ya makabila. Makabiliano mengine ya ndani ya Sudani yanayowakabili haya majeshi yote ni nguvu kubwa ya kikabila ambayo inatokea kwa pande zote mbili, kuwa kabila moja linavutia upande wa huku na kabila jingine linavuta upande wa pili, na hawa jamaa wa huku wanaona kama wanaonewa na kabila jingine hawawezi kutawaliwa na wengine. Kwa hiyo haiondoi asili ya kuwa hawa watu wamebeba zaidi makabila yao kuliko utaifa wao. Leo hii kilicho mbele yao ni nguvu ya makabila yao, sio nguvu ya utaifa wao. Kwa hiyo ule utaifa wao wa Sudani Kusini uko pembeni sana ukilinganisha na nguvu ambayo wamekuwa wakiweka. Kwa hiyo nje ya yale matatizo yanayozungumza, lakini pia hili la ukabila pia ni moja ya masuala ambayo yanawatafuna zaidi, na ndio maana yanakosa utulivu kabisa katika hii pembe nzima. Naam, huyu amekuwa mchambuzi wa siasa za kanda Ibrahim Rabi akizungumza na Regina Mziwanda kuhusu mzozo unaoendelea kule Sudan Kusini.